Jambo mpendwa, na wasalimu katika jina la Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, iwe pamoja nanyi. Kwa majina ni Christian Wycliffe. Tunataka jifunza neno kusema kiburi na majivuno Mungu anavichukia. Sikiliza ukweli mpendwa, mahali popote ulipo, ondoa kiburi, ondoa majivuno, maana Mungu havipendi na havikubali. Kiburi ni katika roho yako, majivuno ni katika roho yako. Wewe ni mwenye kiburi kwa sababu shetani unampatia nafasi. Shetani hajaga kuwa mwenye haki hata siku moja. Anakuletea kiburi, anakuletea majivuno. Ni lazima tujifunze kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye alikuja hapa duniani, ni mwana wa Mungu. Mambo yote Mungu alimweka mkononi mwake, mamlaka yote. Alikuwa na utajiri wote, alikuwa na mamlaka, lakini hakukuwa na kiburi na hakukuwa na nini? Na majivuno. Sasa ile kiburi ulicho nacho, ile majivuno ulicho nacho, unaitoa wapi? Hata kiburi mpendwa, maana hauwezi kumfurahisha nani? Mungu. Kiburi na majivuno Mungu havipendi. Mkristo ambaye ana kiburi, Mkristo ambaye ana majivuno, unapandisha mabega, una kiburi paka na kifua imesha vimba tayari kupasuka kwa ajili ya kiburi ulicho nacho. Acha kiburi. Yesu Kristo mwana wa Mungu hakukuwa na kiburi, hakukuwa na majivuno. Katika kitabu ya Mathayo sura yake ni 11 fungu la 29 inasema ya kwamba jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu anasema ya kwamba tujitie nira yake, kwa kuwa yeye ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo, na tutapata raha nafsini mwetu. Acha kiburi mpendwa, acha majivuno mpendwa. Mungu hapendi mtu mwenye kiburi, Mungu hapendi mtu mwenye majivuno. Kwa maana mtu mwenye kiburi, Mungu amesema namna gani katika kitabu ya Mezali sura yake ni 19 fungu la 5 yake inasema namna gani? Mungu anasema hivi kwa ajili ya mtu mwenye kiburi: hakuna mtu mwenye kiburi awaye yote, hakuna mtu mwenye majivuno awaye yote atakaye muona Muumba. Hauwezi muona Muumba wakati unakuwa na kiburi, wakati unakuwa na majivuno. Unapandisha mabega, unapandisha shingo lako linakuwa ngumu. Mungu ataliangusha, litaanguka chini kwa ajili ya kiburi ulicho nacho, kwa ajili ya majivuno ulio nayo. Hapana, ondoa kiburi ndugu mpendo. Kwa nini Mungu hapendi mtu mwenye kiburi? Inasema hivi katika kitabu ya Mezali 16 fungu la 5 yake inasema hivi: kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. Kila mtu ambaye ana moyo wa kiburi ni chukizo kwa nani? Ni chukizo kwa Mungu. Wakati unakuwa na kiburi, wakati unakuwa na majivuno, wewe unakuwa chukizo kwa nani? Unakuwa chukizo kwa Bwana. Hakika hata kosa zawabu ule mtu, hata kosa malipo katika hapa dunia, kwa maana una kiburi, kwa maana una majivuno. Mungu atakulipa kwa ajili ya ile kiburi ulicho nacho. Kiburi kinacho namuua mwingine, hadi watu wanakupanga jina katika eneo unaishi. Ule mtu, ule baba, ule mama anaga na kiburi. Acha kiburi, acha majivuno, acha kiburi. Kwa nini? Kitabu ya Mezali ile 16 fungu la 18 inasema kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Mtu mwenye kiburi, mtu mwenye kiburi atangukia katika maangamizo. Wakati unakuwa na kiburi, ile kiburi kitakuongoza, unaanguka katika maangamizo. Ile kiburi itakuongoza, unapigana na watu wenye kukuzidi umri na nguvu, wanakuponda ponda hadi ile kiburi inafanya nini? Inakuishia. Kiburi na majivuno Mungu havipendi. Watu wenye majivuno nao katika hii dunia, wakishakuwa na pesa, wakitembelea gari, hawatawajali maskini, wanaona watu ambao hawana kitu, wanakuwa na majivuno kwao. Kitu ambacho kinalamusha majivuno na kiburi, ya kwanza ni utajiri, ya pili ni pesa. Utajiri, shule na sura nzuri. Narudi, kitu ambacho kinalamusha majivuno na kiburi katika hii dunia, kuwa utajiri. Wakati unapokuwa na pesa nyingi, unaona maskini, unatembelea gari, unawarushia matope, kwa sababu ya pesa zako unashitaki maskini. Wakati mnasamba unasema mbele ni sambe na huyu maskini, kwanza mumuchape bakora 100. Wanamupiga, wanapompiga fimbo kwa ajili ya kiburi
pesa inakutilia kiburi. Ijali maskini. Mungu si Mungu wa kiburi, Mungu si Mungu wa majivuno. Mungu hawezi kufurahia kwa ajili ya utajiri wako wakati unakuwa na kiburi, wakati unakuwa na majivuno. Ina maana kwamba kiburi na majivuno inaletwa kwa ajili ya utajiri. Wakati unakuwa tajiri, hautawajali maskini. Jua ya kwamba anayepandisha ni Mungu, anayeshusha ni Mungu. Aliyekupandisha Mungu, anawezi kushusha. Mungu ambaye ule maskini unayemdharau, naye anawezi mupandisha, naye anainuka. Ile kiburi uliyokuwa nayo inaisha. Majivuno na kiburi yaache mpendwa. Mungu haipendi, kwa maana iko na nafasi katika roho yako. Acha kiburi mpendwa. Kitu kingine inayoamsha kiburi ni shule. Wakati mtu anasoma sana, akifika miongoni mwa watu wasiosoma, anawaonesha ya kwamba ni yeye aliyesoma. Anaanza ongea Kifaransa. Ukimwambia jambo anakuambia bonjour, ukimwambia jambo anakuambia how are you, ukikuwa naye kesha anakuambia je vais te montrer qui je suis. Ule mtu wa kiburi kwa ajili ya shule hawezi kumuona Mungu, na Mungu hawezi furahishwa na wewe, maana uko na kiburi na iko na nafasi katika roho yako. Acha kiburi mpendwa. Kiburi na majivuno Mungu havifurahie. Kitu kingine ambacho kinaleta majivuno na kiburi ni sura. Wakati mtu anakuwa na sura nzuri, anakuwa na kiburi na majivuno. Akiona mtu ambaye ana sura nzuri, anaanza jivuno. Na kuna mama wengi, kuna binti wengi wanavunja unyumba wao kwa ajili ya sura. Wakati anajiangalia mkio, anajiangalia vizuri namna anavyopendeza, baadaye anapiga uso kwa mume wake, anasema kwa nini Mungu kanipatia mume wa sura kama na hivi? Huyu mume hanistahili. Akishajiangalia mkio, anajiangalia vizuri. Mungu anawezi kubali kwa sababu ya kiburi na majivuno ulio nayo. Kwa sababu ile sura Mungu anawezi kubali. Unakaanga mafuta, wakati unaweka chakula humo ndani, mafuta inaangukia muso, ile sura inakuwa deforme. Majivuno inafanya nini? Inaishia. Wala unaanguka, meno inatoka mkinywa, ile kiburi inafanya nini? Ile majivuno inaisha. Kwa sababu ya majivuno ulio nayo, Mungu anawezi kubali unafanya ajali kwa ajili ya ile sura ulikuwa unajisifia. Mikono inakatika, miguu inakatika, majivuno inaisha. Ndugu mpendwa, acha majivuno. Usijivune katika hii dunia. Watakaojivuna wajivune ya kwamba wako ndani ya Yesu Kristo. Hila usijivune kwa sababu ya mambo ulio nayo, maana hapa duniani sisi ni wasafiri, sisi ni wapitaji. Lakini usijivune, ujue ya kwamba majivuno iko ndani ya roho ya mtu, na mtu mwenye majivuno anajiona bora kuliko watu wengine. Acha kiburi mpendwa. Mungu anawezi kubali kwa ajili ya majivuno ulio nayo. Ulikuwa unatembelea gari nzuri, utaanza tembea kwa miguu. Mungu anawezi kubali kwa ajili ya majivuno ulio nayo. Ulikuwa unalala katika nyumba nzuri, utaenda lala mubashi kwa ajili ya majivuno ulio nayo. Acha majivuno, acha kiburi, kwa maana Mungu havipendi, kwa sababu viko katika roho yako mpendwa. Mungu anawezi kubali kwa sababu ya majivuno ulio nayo. Anakukulisha chakula uchungu, anakunywesha kikombe ya kwanza na ya pili na ya tatu, hadi wakati moyo wako utakaporudia katika usawa. Acha kiburi na majivuno. Petro wakati anakuwa na majivuno, Petro mpendwa alikuwa mtoto wa Mungu na ni mwanafunzi wa Mungu, lakini wakati anatembea juu ya maji, kiburi akakuwa na majivuno, akajiona bora kuliko wanafunzi wengine. Baadaye akazama. Yesu Kristo akamuokoa. Kiburi kaacha na majivuno, anazama. Shetani kwa sababu ya kiburi na majivuno, ngazi aliyokuwa nayo mbinguni ikampandisha kiburi, ikampandisha majivuno. Sasa wewe ukivala kangoo kadhuri, unakuwa na majivuno, unaanza jipitisha, unaanza jiselfie vibaya. Acha majivuno na kiburi. Mungu havipendi kwa sababu viko ndani mwako. Kiburi na majivuno Mungu havipendi. Samson alikuwa mtoto wa Mungu, kwa sababu ya majivuno aliyokuwa nayo, akakuwa na majivuno, akakuwa na kiburi, akazania zile nguvu aliyokuwa anazitumikisha zake, wakamnyoa kichwa. Acha kiburi, acha majivuno. Watu wenye majivuno Mungu hawapendi. Si kitabu ya Malaki ndio inasema siku ile Bwana atakao wahukumu watu wenye majivuno, aseme kumbukumbu lao halitakuwa tena duniani. Lakini Mungu anasema watu wenye majivuno wajisifu. Kuna kipindi watu wenye majivuno. Ikiwa wewe ni mtu mwenye majivuno, utajisifu kwa sababu gani? Katika kitabu yake ni ya Yeremia, kitabu ya Yeremia inasema
Kitabu ya Yeremia sura 9 mstari wake wa 23 inasema ya kwamba ikiwa uko na majivuno, ikiwa uko na kiburi, jisifu kwa sababu ya mambo haya, mpendwa, usikie. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba amenifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Maandiko inasema ya kwamba mwenye nguvu asijisifu kwa nguvu yake. Unaponyangua vyuma unakuwa na kifua kabambi, unakuwa na mkono nguvu, unakuwa na kiburi na majivuno. Hapana. Mungu anasema mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima zake, mwenye akili asijisifu kwa sababu ya akili yake, na tajiri mwenye pesa asijisifu kwa sababu ya pesa zake, bali ajisifu kwa sababu hii ya kwamba amemjua Mungu atendaye haki na wema na hukumu, kwa sababu Mungu anapendezwa na hayo mambo. Ndugu mpendwa, utajiri ulio nayo ni Mungu ambaye amekuinua ili na uinue wengine maskini ambao hawana kitu. Tunajua ya kwamba Mungu utakapofika mbinguni atakupokelesha taji ya uzima, utasema ya kwamba asante Mungu, kumbe kwa utajiri ulionipa, kwa maana sikujivuna, sikuwa na kiburi katika hii dunia. Utamsifu Mungu. Ndugu mpendwa, jiondoe katika roho yako kiburi na majivuno. Mungu hapendake mtu mwenye kiburi, bali Mungu anapenda kutembea na kutumika na watu wenye roho tulivu, na watu wenye roho nzuri ya unyenyekevu. Basi tuombe Mungu atuondolee kiburi, atuondolee majivuno katika jina la Yesu Kristo. Amena.